Masupa dada, mnaendeleaje? Wadada wote ambao mko kazini, mnaendeleaje? So kwa wale ambao mko chini ya mradi wetu, naomba tuelewane. Sisi tuna utaratibu wetu wa kufanya kazi kama tulivyokubaliana, kwamba ulikuja kituoni kwetu kwa ajili ya kuomba kazi, unataka fursa ya kupata hizi kazi za nyumbani kwa daraja lolote, iwe ni professional dada, ni smart dada, ni traditional dada, lakini sisi tuna utaratibu wetu, tuna culture yetu, tuna utamaduni wetu wa kuhudumia wateja wetu. Tumefundishana kwa wale ambao wamekutana na mtaala mpya, tumefundishana mpaka customer care kwamba sisi katika mradi wetu wa Wadada Center mabosi wetu ni wateja wetu, lazima tuwahudumie na tuhakikishe wameridhika na huduma tunazowapa. Lakini pia lazima tufanye kazi kwa bidii, tufanye kazi kwa namna wanavyopenda wao, sio tujifanyie kwa sababu wanahitaji wafanyakazi. Kwa hiyo mimi kazi yangu hapa ni kupika, kufua na nini, nimemaliza, sina muda, si nini. Hatufanyi kazi kwa staili hiyo. Sisi tunavyofanya kazi, kwanza ni kujua bosi wako anahitaji nini, mteja wako ambaye ni mwajiri wako anahitaji nini, anataka ufanye nini. Okay? Na akikupa kazi ya kufanya, ni vizuri kabisa kutaka kujua hiyo kazi yake ameridhika ulivyoifanya au kuna kitu gani kinapungua. Hivyo ndio namna ya kumhudumia mteja. So tumeelekezana vitu vingi kwa wale ambao nafikiri sikumbuki mtaala wetu tumeuintroduce lini mpya, lakini pia kwa wale ambao hamjapata hizi training mpya, basi muendelee kuwa karibu na hizi platform zetu, kwa sababu tuko hapa kuendelea kuwakumbusha namna ya kuweza kuwini kwenye maisha, namna ya kuweza kufanikiwa kwenye maisha. Ndio kazi kubwa sisi tunayofanya ya kuwaongozeni kwamba mkifanya hivi, mkienda hivi, lazima mtafanikiwa. Kwa hiyo fanyeni kazi kwa bidii, fanyeni kazi kwa uaminifu, fanyeni kazi kwa kutaka kumridhisha yule bosi au mwajiri wako au mteja wako. Vile vitu anavyotaka umfanyie usione kama ni mzigo, usione kama ni kunyanyaswa, usione kama yani bosi yani haridhiki. Hapana, hizo ndio tabia za kizamani za wafanyakazi wengi wa nyumbani. Walikuwa wanafanya hizi kazi, of course hata ambao wafanyi kupitia mradi wetu, na wachache, siwezi kusema wote wanaokuja kwenye mradi wetu wanaelewa moja kwa moja na kufanya yale tunayoelekeza. Ndio maana sisi tuna room ya kubadilisha, kwamba tunakupeleka kazini, usipotoa huduma nzuri kwa mteja wetu ambaye ni mteja wako pia, tutakubadilisha. Na tutakapokubadilisha kuna kitu utakosa, kwa sababu hatuko hapa kupoteza muda. Kwa hiyo dhamana yako ile tutaitumia kumpa bosi wako dada mwingine. Tunaelewa? Hiyo yote ni kwa sababu tunataka wewe ufanikiwe na sisi tufanikiwe na bosi wako afanikiwe. Kila mmoja afanikiwe. Mteja wako ambaye ni mwajiri wako apate kile ambacho alikuwa anakitaka na ambacho anasikia kila siku tunawaelekeza. Tunaelekeza kwenye workshop zetu. Workshop zetu ukizisikiliza, yani ziko deep, zina vitu amazing. Lakini pia zile training ambazo mnapita hapa na zenyewe ziko deep, ziko vizuri. Kila siku awareness ninazowafanyia hapa kwenye vipindi ninavyofanya na wadada na timu ya Wadada Center, yani ni amazing. Vitu ni vizuri sana. Sasa issue ni kwamba wewe tunayekuelekeza, wewe tunayekufundisha, je, uko tayari kuvifanyia kazi? Kama uko tayari utafanikiwa. Kama uko tayari utafanikiwa. Na niwaombe mabosi ambao ni wateja wetu, ambao mna wadada wetu, tafadhali sana, kama dada yako ana kiswaswadu, make sure kwa kutumia hata simu yako unampa hizi clip zetu. Tunazirusha makusudi ili waweze yani tuendelee kuwapa update za ile culture yetu, wasisahau. Dada, umemaliza kazi zako, chukua ule mkataba wetu, pitia. Kuna vitu vingi vizuri sana ambavyo tumeweka pale ili wewe unajikumbushia.
utaratibu wa kuweza kufanya kazi, namna ya kumpa huduma nzuri bosi wako, vitu vingi viko pale. Kwa hiyo pia ni mkataba ule ni moja kati ya nyenzo itakayokusaidia kuweza kuendelea kukaa kwenye mstari, usije ukatoka ukawa tena kama wadada wa kawaida. Ukishakuwa kama wadada wa kawaida, ndugu yangu, bosi wako haoni haja wala sababu ya kukulipa tofauti. Kumbuka anapokuja Wadada Center anakuja kwenye dunia nyingine kabisa. Atalipa tofauti kuanzia mishahara, atalipa tofauti kuanzia gharama za upataji wa huduma. Kwa hiyo ili aweze kuona ule utofauti, ni lazima wewe uwe wa tofauti. Na sisi tumeshawapa nyenzo, mbinu zote za namna ya kuwa tofauti kwenye hizi kazi za ndani. Na sio maajabu, yaani wala hakuna maajabu katika huo utofauti. Ni kule tu kuhakikisha nyakati zote haumzoei bosi wako, wakati wowote hauizoei kazi yako, wakati wowote unatoa huduma nzuri, huduma bora. Okay? Haya, sasa kwa wale ambao mnahitaji fursa, maana hayo ya utangulizi, nitaka nirejee kwanza niongee na wale ambao tayari mko makazini, ambao ni wengi sana. Na huu mwezi wa 12, jamani, ni mwezi ambao watu wako majumbani, watoto wako likizo. Wadada, msilete taharuki, msianze tena na nyie mnataka kwenda likizo na nyie tena mnataka sijui ruhusa za hapa na pale. Hapana, ukifanya hivyo utakuwa unaleta uuni ambao sisi tuliwaelekeza. Kuna nyakati ambazo dada wa kazi unahitajika kuliko nyakati zingine, ni nyakati zile watoto wamefunga shule. Mwezi wa 6, mwezi wa 12, ni familia chache sana katika kipindi hiki ambacho watoto wako likizo huwa wanaona wadada nao waende likizo. Ni wachache, wapo lakini ni wachache. Sasa we angalia mahitaji ya familia unayoihudumia. Usikimbilie tu ni msimu wa likizo na mimi nataka kwenda likizo. Huu unakuwa hujitambui. Angalia, je, familia inayoifanyia kazi vipi? Ni watu wa likizo au ni watu ambao wanahitaji zaidi huduma kipindi hiki kuliko wakati wowote? Then ndio utajua sasa kama umepewa ruhusa na mwajiri wako akwambia dada, hamna shida, wewe nenda tu, hiyo sawa. Lakini sio wewe ile ya kuforce kwanza visirani. Sasa hivi utumiki, huelekezeki, ni minuno ni nini, yani visirani, ili mradi tu unachotaka ni ruhusa. Hiyo sio sawa na hiyo sio culture yetu, na huo ni uhuni, na dada wa hivyo huwezi kufanikiwa. Kwa sababu Mungu aliye sirini anakuona. Visirani unavyofanya ni kwa sababu tu una jambo lako. Mungu anakuona, huwezi kufanikiwa. Sisi tunafanya kazi hapa kwa maelekezo ya kufuata kanuni za kimungu, kwamba kwanza maisha yanaanza chini, na katika ile kazi ya chini unayoifanya ifanye kwa uaminifu kama vile Mungu ndio anayekuona sirini. Hayo ni maelekezo ya neno la Mungu. Kwa hiyo Mungu anayekuona sirini anajua kabisa una jambo lako, ila unamfanyia vitimbi bosi wako ili aone acha tu dada, basi acha tu aende. Hiyo sio nzuri, hutapata baraka. Utaenda uendako, lakini nakwambia hutabarikiwa. Kwa hiyo fanya jambo kwa uaminifu, kwa uadilifu. Fanya kama vile ni la kwako. Fanya kana kwamba mimi ningejisikiaje endapo dada angekuwa ananifanyia kipindi hiki, ndio nahitaji msaada zaidi na yeye ndio anataka kuondoka, itakuwaje? Anyway, nimalizie tu na wale ambao unajua hizi tuko Disemba, kuna wengine washajichukulia zao likizo saa hizi, washasafiri, washaenda wapi maholiday na nini. Lakini jamani, kuna wale ambao sisi hata sijui iwe siku ya Krismasi, iwe Jumapili, iwe juma ngapi, sisi tunachotaka ni kazi, kwa sababu tunatafuta maokoto. So kama we ndugu, wewe unatafuta maokoto, maana maisha yalingani, usije ukajilinganisha na watu wengine. Ngoja nikae tu nisubiri sikukuu ziishe. Huna mia, sikukuu ziishe vipi? Wewe changamkia fursa. Tuna hizi fursa tunazozitangaza, changamkia bibi we, changamkia babu we. Tafuta pesa, si raha ya sikukuu na holiday na nini, uwe na kipato chako. Sio mfukoni kweupe unasema sikukuu. Sikukuu gani? Sikukuu ni hela. Ukiwa na hela kila siku kwako ni sikukuu. Upo? Haya. Kwa hiyo matangazo yetu yana maelekezo yote. Yanajieleza sifa na vigezo, yanajieleza jinsi ya kuomba hizo kazi, tena sio mnijie DM, mnijie kwenye komenti. Matangazo yanajieleza. Namba za simu zipo. Tena mambo utume message. Na sio message ya mambo, "Bibi, hiyo kazi nimeiona." Tuma message ambayo ni professional. Kwamba mimi ni fulani, nimeona kazi fulani, sifa na vigezo ninavyo, naomba maelekezo zaidi. Namna hiyo. Sawa jamani? Mimi nawatakia kazi njema.